Mwaramutse mwe bavandimwe banyamurenge n'abanyarwanda turi hamwe muri groupe ya Sud Kivu kwetu. Bibaye bibera iwacu muri Minembwe, ese muhaye muyibona cyangwa ntimuhaye muyibona? Tumenye ko abantu bagiye gushira kabisa, abantu bagiye gufa. Ahubwo muhaye muhendwa n'abantu bavuye Rwanda, mwaje muri Kongo muri Zaire, barabakira neza bahaho mwicara, kugeza ubu ndagira ngo abahungu bagiye gufira ubusa mu Minembwe. Aya mateni y'u Rwanda basize bama bacika bingira mu gihuru, tumenye ko ibintu ntibyoroshe. Abasirikare mwagiye mubona ba FARDC za Koloshare za Kabira bazirukanye mu gihugu. Gisegeti yarabirukanye, ngo bafite abasirikare bakomeye bitwa abahibu, abadaragwa, abagiye pare, abasinipa n'abandi bafite ububasha bwo kurwana indambara mu ijoro. Babarwanira mu gihuru, mu misozi n'ahantu hose. Nyabona ese ibindi mwaye mubibona ko tugiye gushira twewe? Toto Masasa n'abandi bakunda n'abandi, none se ibi mubivuga gute? Niki mubivugaho ko tumugiye gushira, mugiye gusembesha abana? Iri ni semba ari gisirikare, abana bagiye gufa pe. Gisegeti si umuntu nyabona. Ngaho nimushira imbunda hasi, nimutazishira hasi muzafu ubusa, muzashira mwese, muzazira ubusa. Ikongo si yanyu, ni abakongomani. Kongo ni yabazayirwa. None mugiye gufa murafiriki noneho nyabona. Ibindi mubihorere. Kizaire yarabemereye ngo mucyare muri Zaire, babaremera uburenganzira bwa Zaire, tusige mu babazayirwa n'abakongomani. None se muzana indambara ngo murarangiza abakongomani bose? Imirara iruta amajana 50 450 tribi. Ese muragira ngo mwebwe kabisa mubara bose? Mwebwe murara umwe gusa, ni sele tribi, ni communauté y'abanyamurenge gusa. Muvuga ngo abashi, ababembe, abavira, abakasayi, abangwandi, abanandi n'abarega n'abandi, mwese mwo kuyunga ngo muvuge ngo abantu muzabarangiza bose mubamare. Ntibizoshoboka, ahubwo imbunda muzishire hasi, umutekano uzagaruka mu gice cya Minembwe n'indondo yose. Ni mwene wanyu hari babwira, nanje ndi umunandondo iwacu, ni kundondo niyo twabaga twese twagumaga mu mahoro. Haruko none ibintu mugiye muzana, reba ko abantu bagiye gufubusa. Umusirikare hayambura amahuzu agahungira mu gihuru, ibintu byarakomeye. Gisegeti zo muntu. Komine Minembwe, Komine Minembwe, Komine Minembwe, Komine Minembwe, Minembwe tombe. Hatuisikii tena ile wimbo. Mjambo wasikilizaji, habari za mchana. Asalamu alaikum arahmatullahi taala wabarakatu. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nani mahali popote mlipo. Ni furaha iliyoje katika siku ya leo tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Naitwa Babu Felix Mwembamba, mwana wa Mbanda, mtoto wa Mbanda. Furaha ya kuishi mpaka baba yake awe anashinda nyumbani. Natumai kwamba tulisubiri kwa hamu saa na wakati kama huu kwa sababu ya kusikiliza taarifa zilizopo katika milima mirefu ya huko juu. Ni kwamba nchi ni nchi yetu sisi Wakongomani. Mgeni alikuja kwa sababu ya kujivunia risasi. Kafikiria labda yeye ndo ana mikono, ana vijana, ana wazee, ana wamama na wadada na wakaka, lakini amekutana wadada, wakaka na wengine wakiwepo katika upande wa Kongomani. Kwa hiyo tunawashukuru kwanza FRDC yote kwa ujumla kwa kazi kubwa mlioifanya. Mungu awabariki sana. Tunashukuru pia waza Nembona si waza bana mboka, watoto wa nchi, kwa kazi kubwa mlioifanya. VDP oye, VDP juu. Unité Serpent Noir na Ibu pamoja na waza watoto wa VDP wake William Amuri ya Kutumba. Antuka tunasema hii kazi mlioonyesha, sisi kama raia tunaanza kuwaamini. Kwa sasa tunaanza kuwaamini tena. Yaani uaminifu umerejea. Kwa sasa tunawasikiliza
na tutaendelea kuwatilia imani na kuwaheshimu, lakini kadri mlivyokuwa mna perdre na mingine yetu mnakimbia, hapo hatunge waheshimu kamwe. Kwa hiyo kuheshimika ni lazima wewe ujiheshimu, na gisi mmejiheshimu, na sisi raia hatuna budi kuwaheshimu, kuwapenda, kuwaimbia nyimbo, kuwalisha na kila kitu kabisa. Tunashukuru Mungu kwa sababu mumesimama na kutetea ardhi yenu. Ya video ni nyingi sana mpaka sasa hivi. Kuna kama mwingine ambapo kalikuwa kako pembeni sana na mji wa Minembwe, lakini mji wa Minembwe umejengwa kama hivi. Hakuna mji kwamba umebana kama Uvira vile, hapana. Ni mji ambao mtu mmoja anaweza akawa na kilomita au anaweza akawa na metre 100 kwa 100, 100 metre kare. Ile 100 metre kare ndo parcele yake, mwingine 100 metre kare mwingine. Yani kama kunaweza kuwa nyumba 50, lakini kila mtu ana 100 metre. Yani unaona mtu huku mtu yule kule, wanachukua hivyo kwa sababu ya kulisha ng'ombe zao. Huko usipo naja kuwataarifu kwamba tabia iliyo katika jiji la Uvira, Baraka na kando kando zake ni kwamba wanawake wa siku hizi ni wanawake ambao wanatuaibisha sana. Wadada muache kufanya uzinzi. Wadada muache kufanya uzinzi. Uzinzi si fair, hayuko mzuri. Hata kama hoteli zimewekwa kama mchanga wa baharini, haujafanyiwa wewe mwanamke au wewe dada ambaye hujaolewa au wewe mwanamke ambaye umeolewa. Wanawake siku hizi wanatushangaza sana. Wanawake wa zamani walikuwa wakiolewa, anaishi kwa kuona uoga wa kutoka na mwanamume mwingine asiye mume wake. Kwa sasa mwanamke ana siku 10 tu toka aolewe, alafu anaanza tena kuwaandikia aliyowaacha, na wengine mpaka anatoka nao kabisa. Hiyo tabia inakuwa endelevu, na sisi hatutafumbia macho, lazima tukanyi. Wamama mulishauriwa na wamama zenu, mnawaachia watoto wenu liberte sana. Lazima muwe mnawakonseye watoto wenu wa kike. Watoto wa kike hasa wenye wako kwa university na wale ambao hawasomi, wote wanakuwa na hali moja. Wakiolewa ni kama vile alikuwa yuko hajaolewa. Akiwa hajaolewa yuko kama vile ameolewa. Yaani hatuwaelewi tena. Hatujui mwanamke wa kuolewa ni yupi na asiyeolewa ni yupi. Kwa nini hivi? Kwa nini janga la ukahaba, uzinzi unakuwa mwingi sana? Na ikumbuke kwamba uzinzi na usharati ndio visababisha Sodoma na Gomora kuunguzwa na mambo kede wa kede. Mungu alichukizwa na kitendo kama hicho. Tunawashauri tu muwashaurie watoto wenu. Watoto wa kike wanakuwa makahaba, washerati sana kuzidi hata watoto wa kiume. Watoto wa kike wanaanza kufanya uzinzi na wababa zao. Wanakataa hawa wa vijana wenzio kwamba hawa watanipa nini? Bora awe na kimada chake, wanaita kama kokasere kama nini? Cha kumsaidia. Sasa unaenda kuona mtoto anajua mtu mzima, alafu akiolewa na mtu mdogo wa umri wake anakuwa anamdharau. Hiyo tunakuja kuonya kwa sababu sisi ni vioo vya jamii, tunakuja kwa sababu ya kugusa pote pote. Kwa nini baadhi ya viongozi wa kijeshi wa kabila la Kifuliro wanamsumbua sana Fyeka Adui? Kwa sababu gani? Tumeambiwa kwamba hapa Uvira silaha ambazo alizopokonyoka ndugu au kupokonywa ndugu Fyeka Adui zimerudia. Wamemrudishia silaha zake na kwa sasa zimemfikia. Sasa kwa nini mnamuonea kumpokonya masilaha kila wakati? Na kwa nini wazalendo au baadhi ya viongozi wa Kifuliru hawapendanaji? Shida ni nini haswa? Kwa nini hawana kiongozi ambao wanamsikia? Kwa nini hawapendi kutekeleza au kufuata sheria za VDP? Kwa nini? Tunaomba Wafuliru mwekeane mikataba yenu, kama mko na mainite speciale zenu, mlifanye unite speciale, wenyewe kwa wenyewe tena zinawashinda. Jamani, tunasema hivi, sisi hatutaki kuona hizo furugu hapa Uvira zinajitokeza mara kwa mara, kwa sababu ni kutuzoofisha sisi, kututenganisha, alafu kutuchekesha pia. Tunataka amani iwepo na umoja ndo nguvu. Utengano ni udhaifu. Tunaambiwa wote, wazalendo wote, tupande juu. Kupanda juu. Tupande juu, kuna njia ambao wa M23 kutoka
Muplene wanapanda kwenda kusikilize watu wao na kuongeza ramfor, lakini hawatafanya kitu. Hawa wanajeshi ambao Felix Antoine Tshisekedi alituma, ndugu zangu, ni wanajeshi ambao wana nguvu sana. Mpaka siku zile baada ya Ibu kufika, alisikika akisema msemaji wa M23 walienda kukamata Watanzania. Mshasikia tena hivyo anasema kwamba walienda kukamata Watanzania ndo kwa sababu tulipigwa vita. Sasa hivi anasema ni wanani tena? Lingala ile yenyewe ya ndani ya Kinshasa, tena vijana akiwa mtu wa umri mkubwa sana, ni miaka 25, yani 25. Lakini watu wengine ni watoto wabichi 18 wanapigwa na watoto. Hao watu kumbe wako wanajua kupigana. Kisha mtu anakuambia wataenda hivi, wafike milimani, wafike Kalemi. Wewe acha zako. Kwa hiyo hakuna chochote ambacho watakwenda kufanya. Wamebananishwa kila sehemu. Morali iko zenith. Tuko na mavideo, ukitaka unaniomba video. Mavideo za watoto wanasema kama walioneaga wale wengine wazee, wale wa zamani, sisi ni vijana tutaonyeshana. Na ni kweli wazalendo wanashikamana. Hivi ndio nchi inapaswa kuwa. Hapana hawa ni wa este. Hapana. Nchi iko bien. Yani vita mpaka watoto wanaimba na nyimbo. Sio kwenye vita watu wanaimbaga. Lakini vile vita ambavyo tulikuwa tunaona tu ni kukimbia, unataka tukuheshimu wakati wewe uko unakimbia. Hata mwanajeshi, hata timu ya mpira. Wakati timu iko inapigwa, wanashabiki hawana imani, wanaanza kuwatukana wale wachezaji wa mpira kwamba hawafanyi kitu. Lakini ikianza kufunga tu tena imani inakuja na washabiki wanaongezeka. Sisi tulikuwa tunahitaji hii hali ili kuheshimu nchi yetu, ili tuheshimike na sisi raia wa ile nchi. Hata ambao walioko nje ya nchi huko watasema Kongo kumbe kuna vijana wanajielewa. Lakini kila siku kupigwa sasa, nyewe mnakuja mnakimbia, na wakati kwenu huko mnauza kwenu hakuna wanajeshi. Kumbe tuna wanajeshi, lakini baadhi ya makamanda ndo walikuwa wanawasumbua hao wanajeshi. Watoto wanangurumisha risasi. Utawazia mpaka na raha sana. Mimi nashukuru sana. Kuna taarifa ambayo ni mbaya sana. Watoto wa M23 muache hiyo tabia. Tunataka tumsikie Sambo Semni yuko wapi. Aseme dans quelques jours tutakamata Uvira Fizi na tunaenda. Hakuna kitu pale. Tunataka Sambo Useni wenu aje aseme. Tumsikie tena. Atuambie plan yake iko hai. Tuliwaambia msiangalie hii njia ya route numero 5. Hakuna mtu ambaye atakwenda kuchokoza mwenzake. Hapo kuna mikataba ya ajabu ya Etazini. Hawana ile ugonjwa tena wa etengo, wakuja tena wafike Uvira. Hawatafanyaga hivyo. Na wakitaka wafanye, ndo wataona inzi itageuka kuwa ni nyuki. Inzi itageuka nyuki. Wapime. Na hawazi fanya hivyo. Lakini watu wanaruhusiwa kufanya vita huko milimani huko. Huko milimani mnaruhusiwa, lakini sio barabarani. Kwa hiyo AFC M23 walifika Minembwe jana na 12h. AFC M23 wakafika Minembwe, wakakusanya wananchi wa Kikongomani wakiwemo Wafudiru, Washi, Wabembe, Warega, Wanyindu, wakawaweka nyumba moja hapo Minembwe. Hiyo jana na saa 4 asubuhi. Tarehe ilikuwa ni tarehe 10 ya jana. Wakawakusanya kwa mantiki kwamba wawahoji. Na kabla hawajawahoji walichukua kila mmoja simu yake ya mkononi. Hao watu mpaka sasa hivi hawajafunguliwa. AFC M23 tunakuambia hivi. Kama unataka sasa uone cha moto, hao watu ambao umewaweka katika kanisa, umewakusanya na kuwaweka katika kanisa, umewafungia wanaume wote vijana wa hizi kabila ambazo wewe ulikataa wasikimbie. Kama uko mwanaume kweli, unajidai uko mwanaume, usiwafungue leo. Hapo Minembwe mahali walipo tunajua, kanisa gani najua. Wewe na nyie M23 mnajua mahali walipowaweka. Hii voice ikiwafikia bila nini wala nini, sisi watu wenu tunawaacha uhuru. Wapo Uvira hapa kibao wanatembea. Kama mkiua mtu mmoja katika hilo kanisa ambao mmemkamata, mtalia vilio mpaka mtasahau ile maforce commune yenyewe mlifanya Uvira. Sasa sisi tutaifanya zaidi ya ile ambayo mlifanya, kwa sababu mnazoea. Mnaowaua hao, mnaowashikilia ni watu, wana watoto, wana bibi zao, ni raia.
kama na sisi tunavyowalinda wa raia zenu hapa Uvira. Sasa mpime kuua raia moja hapo, kwa sababu mmeshika masimu zao na mnawafungia wote ndani, makabila zote za raia ambao walikuwa Minembwe mnawafungia ndani. Mtajuta kwa nini mlifika Mkongo, na raia yenu itajuta kwa nini tulibaki tusiende na ndugu zetu. Mchana mwema, asante. Fimbo ya mwili mzima ndo mlisikia. Kimya mitandao, hakuna Kanyarwanda ambao kanasema. Ndio maana tulianza na komine Minembwe. Komine Minembwe. Lazima tumalizie tena na mziki. Mbona hatusikii mziki wa komine Minembwe? Rio de Sarambwe ilienda wapi? Inakuwa panya ya Sarambwe, kapanya. Na bado wasijinga nye. Mliambiwa mlikamata wanajeshi wenu wakubwa wa kolonele, wa majoro, wa generale, mkawaweka mu FRDC, wakina Chiwewe na wengine. Lakini leo walivyosimama watoto wa inchi, komanda wa 33e region militaire Kashindi yuko pale. Jina tu kwanza tu jina linatosha. Jina linaonyesha ni mtu gani. Sasa huyo mtu atapigania kwa sababu ya alikuwa, hata kama alikuwa mtu wa RCD, atapigania kwa sababu ya Wanyarwanda huyu. Jina hilo jina tu. Kashindi. Asende atapigania kwa sababu ya Wanyarwanda huyu. Hamna bahati. Na bado. Sali mon general Luboya Kashama. Nzambe hapa mbula yo. Merci.